Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili si jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo haya leo, ikiwa ni Oktoba 6 ya mwaka wa 2025. Katika mwezi huu tumekuwa na masomo mazuri sana yaliyojikita katika mada kuu inayosema mwinue Yesu juu kama kichwa cha kanisa. Leo tunaenda kuiangazia mada inayosema mbingu inangoja kutoa ushirikiano. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu ishe mahali pa siri juu mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya nafasi ya pekee uliyotupatia asubuhi ya leo. Watoto wako wa kiume na wa kike tunajinyenyekesha miguuni pako, tukiomba ulinzi wako udumu kwa pamoja nasi, uwepo wako uende pamoja nasi, zaidi sana ukatusafisha na kututakasa. Fanya utakaso katika maisha yetu, tufundishe kuelewa neno lako katika jina la Yesu, amina. Mbingu inangoja kutoa ushirikiano. Mada hii imejengeka katika kitabu cha Isaya sura ya 58 ile aya ya 8. Neno la Mungu linasema, ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara, na haki yako itakutangulia. Utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Ni utambuzi wa daima wa thamani ya upatanisho wa kafara ya Yesu kwa niaba yetu, ambao unatufanya kufaa kuwaelekeza wengine kwa mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Tunalazimika kuwa tafsiri halisi ya manufaa ya damu ya Yesu, ambayo kwayo sisi wenyewe tumesamehewa dhambi zetu. Ni kwa njia hiyo tu tunaweza kufikia daraja la juu. Yesu alisema kwamba ni rahisi kwa ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko kwa tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Lakini mambo yote yanawezekana kwa Mungu. Anaweza na anafanya kazi kupitia kwa mawakala wa kibinadamu katika mioyo ya watu tajiri ambao maisha yao yalitolewa kwa ajili ya kupata mali. Ulimwengu wa mbinguni umekuwa ukisubiri kwa muda mrefu kushirikiana na mawakala wa kibinadamu katika kazi hii ambayo wameiepuka na kuipuuza. Wengi ambao walijaribu kuifanya kazi wameiacha kwa kukatishwa tamaa, wakati kama wangestahimili wangefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Wale ambao kwa uaminifu wanafanya kazi hii watakuwa wabarikiwa wa Mungu. Haki ya Kristo itakwenda mbele yao na utukufu wa Bwana utakuwa nyuma yao. Kuna miujiza ambayo inapaswa kuoneshwa katika uongofu wa kweli, miujiza ambayo kwa sasa haitambuliwi. Watu wakuu wa ulimwengu hawawezi kuishinda nguvu ya Mungu itendayo miujiza. Ikiwa wale ambao wanafanya kazi naye watakuwa watu watumiaji wa fursa, wakitimiza majukumu yao kwa umakini na uaminifu, Mungu atawaongoza watu ambao wanashikilia nafasi za juu, watu wenye uwezo na mvuto mkubwa. Kwa njia ya Roho Mtakatifu, wengi watazipokea kanuni za Mungu. Akimtazama Yesu katika uzuri wake, katika kujikana kwake nafsi na kujitoa mhanga, mtu tajiri anayejitosheleza atajiona katika utofauti kuwa ni mnyonge na mwenye huzuni na maskini na kipofu na uchi, na atakuwa mdogo sana katika tathmini yake kwamba atampendelea Kristo kuliko yeye mwenyewe na atashika uzima wa milele. Akiwa ameongolewa kuifuata kweli, atakuwa wakala mkononi mwa Mungu ili kuibeba nuru. Atakuwa na mzigo maalum kwa ajili ya roho nyingine za daraja hili lililopuuzwa. Atahisi kwamba usambazaji wa Injili
umekabidhiwa kwake kwa ajili ya wale ambao wameufanya ulimwengu huu kuwa kila kitu kwao. Muda na fedha vitatolewa kwa Mungu, mali zitaletwa katika hazina yake, talanta na mvuto vitatumiwa kwa ajili ya ukweli na ufanisi, na nguvu mpya zitaongezeka katika kanisa. Upendo safi na mtakatifu, upendo huo kama ulivyoonyeshwa katika kazi ya maisha ya Yesu, ni harufu takatifu. Kama kibweta cha manukato cha Mariamu kilichovunjwa, huijaza nyumba nzima kwa harufu nzuri. Ufasaha wa ujuzi wa ukweli, vipaji adimu vilivyochanganyika na upendo, vyote ni vipaji vyenye thamani. Kumpenda Mungu na wale ambao Yesu aliwafia kutafanya kazi ambayo hatuwezi kuielewa kwa urahisi. Testimonies for the Church, gombo la 6, ukurasa wa 81 hadi 84. Leo ni Oktoba 6, mada ikisema mbingu inangoja kutoa ushirikiano. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Bwana awe pamoja nasi tunapoenda kujishughulisha katika majukumu yetu mbalimbali. Kazi za mikono yetu zikabarikiwe. Zaidi sana tumruhusu Mungu akatutumie kwa ajili ya utukufu wake. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina. Sitafakari baraka Mungu anazokupa, zihesabu moja moja, halafu piga gharama. Ungetakiwa ulipe kiasi gani ungelipa? Mimi siwezi kulipa hata theluthi yake. Mimi siwezi kulipa hata theluthi yake. Kila nikitafakari upendo wako Mwokozi, ninashindwa kuelewa, ninabaki kushangaa kwa baraka utupazo, ewe Mungu wa rehema. Una wa kufananishwa, nashukuru kwa baraka. Kila nikitafakari upendo wako Mwokozi, ninashindwa kuelewa, ninabaki kushangaa kwa baraka utu
fariki. Umempa nini Bwana? Nionapo walemavu, vipofu, viziwi, viwete, hawakupenda kuwa hivyo. Ni mapenzi yake Mungu. Hawakupenda kuwa hivyo. Ni mapenzi yake Mungu. Kila nikitafakari upendo wako Mwokozi, ninashindwa kuelewa, ninabaki kushangaa kwa baraka utupazo, ewe Mungu wa rehema. Una wa kufananishwa, nashukuru kwa baraka. Kila nikitafakari upendo wako Mwokozi, ninashindwa kuelewa, ninabaki kushangaa kwa baraka utupazo, ewe Mungu wa rehema. Una wa kufananishwa, nashukuru kwa baraka. Kwa baraka utupazo, ewe Mungu wa rehema. Una wa kufananishwa, nashukuru kwa baraka. Kwa baraka.